Iqra FM. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa chaneli yetu ya Iqra FM Radio. Na leo hii nipo na mratibu wa mashindano ya Qur'ani yanayoratibiwa moja kwa moja na Umoja wa Walimu wa Madrasa katika mkoa wa Mwanza. Nipo hapa na Sheikh Haji Salumu ambaye ni mratibu wa mashindano haya ya hifzi ya Qur'ani ambayo anategemea kufanyika katika mkoa wa Mwanza. Jina langu ni Jannati Ali. Tutaweza kuongea naye hapa, atatueleza mambo mbalimbali na maandalizi yao moja kwa moja walivyojipanga kuelekea siku hii kubwa sana ambayo inatarajia kufanyika hapa katika mkoa wa Mwanza. Wewe kama mwananchi utaweza kumsikia atakachokuambia, jinsi ya kupanga, walivyojipanga wenyewe, utaratibu wao ukoje kuelekea siku hii kubwa. Sheikh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu Iqra FM. Ukiwa kama mratibu wa mashindano ya Qur'ani UWAMA, unaweza ukatuelezea kifupi hii imekaaje, mashindano haya yamekaaje, yatakuwaje? Yaani utaratibu wenu mlouweka kwenye haya mashindano upoje? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana ukhta. Mashindano yetu tumeyaweka katika utaratibu ambao ni mzuri kabisa. Ni mashindano ambayo yamechukua jinsia zote mbili. Mmoja, tumezingatia nidhamu na utaratibu wa mpangilio wa namna ya kuyaendesha mashindano haya ambayo yamechanganya watoto wa kike na watoto wa kiume. Hivyo mmoja kabisa ya utaratibu tulioweka ni kuhakikisha hakuna mwingiliano wa watoto wa kike na watoto wa kiume. Lakini mashindano haya yana juzuu moja, yana juzuu mbili, yana juzuu tatu, yana juzuu 4 na juzuu 5. Lakini kilele cha talent yetu kubwa ni juzuu 10. Utaratibu wenu labda wa kuwapata hawa watoto ulikuwa vipi? Kwamba mlikuwa mnaingia mtaani au mlifanya vipi mpaka kuhakikisha mnawapata watoto hawa ambao wataenda kuwa katika mashindano haya? Naam, asante sana kwa swali zuri. Sisi ni Umoja wa Walimu wa Madrasa. Tunapokuja kwenye jambo la kuwapata washiriki huwa hatupati tabu sana, kwa sababu si ndio wapishi, tunawapika wenyewe watoto katika vituo vyetu. Kwa hiyo tulichokifanya, kwa kuwa ni mashindano makubwa yaliyochukua hadhi ya kimkoa, tulitembea katika wilaya zote na kutoa maelekezo kwa walimu wa madrasa, na wao pia waandae wanafunzi na watuletee wanafunzi ambao ndani ya wanafunzi hao tutawapata wanafunzi ambao wataingia finali. Na alhamdulillah hilo lilifanyika tayari. Tumekutana na wanafunzi kutoka Ukerewe, Sengerema, wilaya zote za mkoa wa Mwanza, ile Mela, Nyamagana, Magu. Tukakutana pale Masjidi Mufti pale kwa Sheikh Zuberi pale Bakwata makao makuu, ndio mchujo wetu ulifanyika, na tayari hivi tunavyoongea tulikishawapata watu ambao tayari wamepita kuingia katika hatua ya finali. Na labda unaweza kutueleza kidogo, watu wanaposikia hifzi ya Qur'an labda wanahisi, yani wanakuwa matarajio yao ni kuona watu wamehifadhi juzuu 30, 25. Ni kwa nini kwani umekuwa tofauti, mmeishia juzuu 10? Swali zuri. Katika mkoa wa Mwanza jambo zima la Qur'ani lilikuwa limelala. Na sisi tukasema sisi kama walimu wa madrasa ndo mas'ul katika jambo hili. Kwa nini Qur'ani ilale? Tumefuatilia tukagundua mikoa mingine iko bize sana unapofikia mwezi wa Ramadhani kwa kuisoma Qur'ani kwa mashindano aina mbalimbali, na tukifuatilia tunaona juzuu 30, 20. Hasa sisi tukaona Mwanza kwetu kumepoa, tukasema hata tuanzishe haraka sana iwezekanavyo. Tumeweka talent ya miaka 4. Baada ya miaka 4 tuwe tumemaliza juzu zote 30, na tukija hapa baada ya miaka 4 tutakuwa tunawatangazia wapenzi watazamaji na wasikilizaji mashindano ya juzuu 30. Kwa hiyo tulianza mwaka jana, alhamdulillah huu ni mwaka wetu wa pili. Mwaka jana tulikuja na juzuu 5 na mwaka huu tumekuja na juzuu 10. Talent yetu mwakani ni juzuu 20 na mwaka unaofuata ni juzuu 30. Labda tupende kufahamu kidogo, mgeni rasmi ni wa mashindano haya mnatarajia atakuwa nani? Mgeni rasmi wa mashindano haya kwa mapenzi yetu tulitamani awe mkuu wa mkoa, mheshimiwa mkuu wa mkoa, na tulimfuata na yeye akatupokea kwa mapenzi ya hali ya juu, ila kutokana na majukumu ya kikazi akatuambia atakuwa hayupo, isipokuwa akamteua mwenyewe mtu ambaye atamwakilisha, ambaye ni mkuu wa wilaya ya Ilemela, ndiye atakuwa mgeni rasmi katika mashindano yetu haya. Unawaahidi nini wananchi ambao na Waislamu wote ambao wanapanga kuhudhuria, kwamba utaratibu mlouweka nyie utaenda kuwasaidia vipi? Yaani hautaenda kuingilia ratiba zao zingine?
Utaratibu tulioweka ni utaratibu mzuri kabisa ambao tumeazimia kuwafanya watu wapate fadhail na malipo makubwa ya kukisikiliza kitabu cha Allah. Mwenyewe Allah anasema kitabu mubarak, ni kitabu ambacho kina baraka. Unajua katika maisha ya binadamu hakuna kitu ambacho binadamu wanakitafuta kwa juhudi zote kama baraka. Sasa natumia fursa hii kuwatangazia Waislamu wote wale ambao walikuwa wanahitajia baraka katika maisha yao, baraka katika kazi zao, basi wasikose kuja katika viwanja vya Nyamagana. Siku hiyo watatoka na baraka chungu mzima kwa kupitia kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Na niseme kabisa, baraka haipatikani popote, haipatikani makaburini, haipatikani katika miti. Baraka inapatikana kwa kukipenda kitabu cha Allah, kwa kukisoma kitabu cha Allah na kukisikiliza kitabu cha Allah. Katika upande wa zawadi hapo, muongelea kuhusu zawadi ambazo zitakuwepo siku hiyo. Ningependa kufahamu labda kama mtu atachelewa labda kutoa zawadi yake, akaamua kuja nayo siku hiyo ya shindano, au akampatia mshiriki yeyote ambaye anahisi yeye atakuwa amemkosha. Si lazima awe mshindi wa kwanza wala wa pili. Yaani yeye kwa upande wake akaona amemkosha. Je, inaruhusiwa? Naam, kuhusu sekta hiyo ya zawadi, nitumie fursa kuwaomba wote ambao watawiwa kuwasapoti vijana kwa kazi kubwa walioifanya kukihifadhi kitabu cha Allah, zawadi zao waziwakilishe kabla ya siku yenyewe. Zawadi waziwakilishe kabla ya siku yenyewe, kwa sababu zinaratibiwa, zinapangiliwa vizuri, na tunatarajia kuwa na washindi 18. Manake kategori ziko 6 na kila kategori itatolea washindi 3. Kila mshindi atahitaji kupata zawadi. Kwa hivyo tunatumia fursa hii kuwaomba wote ambao watawiwa kutoa zawadi katika mashindano haya kuwasapoti vijana katika mashindano haya, kama vile walivyowiwa ndugu zetu hawa wawili, bana Alhabibi Marekela kwa kujitolea pikipiki, lakini mama yetu kipenzi Samah, mudiru wa Thamaratul Janna, yeye akasema na mimi sikubali, natoa cherehani yenye thamani ya 500 kwa ajili ya kuzitafuta radhi za Allah tabaraka wa taala, kwa kukinyanyua na kukitukuza kitabu chake Allah ambacho ni Qur'ani. Hivyo natoa wito kwa Waislamu wengine wote, viongozi wengine wote, kuwaiga watu hawa wawili kwa jambo kubwa walilofanya. Shukrani sana. Tunashukuru kwa kutembelea hapa Iqra FM. Tunakukaribisha siku nyingine. Karibu sana. Mtazamaji wa Iqra FM channel yetu hii, tunakushukuru sana kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa mahojiano yetu, na ninakuhamasisha wewe kama Muislamu kuhudhuria katika mashindano haya ambayo yatafanyika siku ya Jumapili ya tarehe 23 viwanja vya Nyamagana kuanzia majira ya saa 1 asubuhi. Unatakiwa kufika bila kukosa. Ulikuwa nami mtangazaji wako Jannati Ali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra FM.